الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار. Tuanza kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendee wa mwisho wa manabii mbora wa viumbe, mwalimu wetu mpenzi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Jambo ambalo tunabudi Waislamu kutanguliza ni wasia ambao nakuhusieni, kadhalika nikihusia nafsi yangu. Sote tumche na tumuokope Allah tabaraka wa taala, tuwe wenye kusikia na kutii maadama yale tunayoambiwa ni maneno yake Allah tabaraka wa taala, kadhalika maneno ya nabii wa umma mpenzi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Khudh ibratan min saharati Firaun. Hiyo ndio unwani ndugu zangu ya kisomo chetu. Chukua mafunzo kupitia japo wachawi wa Firaun, uyapate mafunzo. Hicho ndio kisomo chetu na Ijumaa yetu ya leo. Fata'alau naltamisu al-ibrata min qasas al-anbiya. Na hapa ndugu zangu, haraka iwezekanavyo nitakuchukueni nyinyi pamoja nami twende tukayapate mafunzo kupitia kwa manabii wa Allah tabaraka wa taala, ambaye ni mmoja katika ulul azmi minar rusul, vigogo katika manabii, nabii wa Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Arahu wa akhahu Harun fil maidan. Mwanzoni kabisa wa hutuba yangu ndugu zangu, kama kwamba namuona nabii wa Allah Musa pamoja na ndugu yake Harun wakiwa uwanjani na uwanja umefurika. Lakini Waislam, kaifa wasalu al-amr ila hunak? Ilikuweje mpaka mambo yafikie hapo mtume Musa ndugu zangu ajikute yuko uwanjani? Allah tabaraka wa taala
alimchagua nabii wake Musa pamoja na ndugu yake Harun, akawapa ujumbe wa upeleke kwa Firaun at-taghiya, mtu ambaye aliruka mipaka mpaka akajipa cheo kwamba yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, katangaza dhahiri shairi, anawaambia watu sielewi kwamba pana mwingine mola, mnaye mwingine mola kinyume changu mimi. Firaun, Allah tabaraka wa taala akamwambia Musa, nenda kampe kisomo huyo kiumbe. Sijakusudia kuzungumzia kisa cha Mtume Musa, lakini kuna faida tunayokusudia waja wa Allah. Mtume Musa akaenda pamoja na ndugu yake Harun, wakaomba idhni, wakaruhusiwa mpaka mbele ya Firaun. Firaun anamtazama Musa, hali yake, mavazi yake, na watu wengi leo apparence inawadanganya sana. Ule uinje unavyomwona mtu, anaweza akaja mtu amepiga koti na kravati na diplomate, ukawaza ni waziri wa mambo ya fedha, kumbe hata somo la tatu hana, lakini tu hali yake ya kutingisha tu. Kwa hivyo kuna mwingine unamtazama hali yake duni, unamchukua katika hiyo hiyo hali. Ndivyo Firauni alivyoona. Mjadala ukawa mrefu mpaka Firauni akamwambia Musa, sasa mimi nitakuamini hivi kweli huyo Mola wako unayesema amekosa katika watu wale ambao mnaita mjini eti wenye pua na pumzi, amekosa katika hao wa kumtuma aje mbele yangu mwenye wawili, nitakuaminije? Mtume Musa alikuwa amepewa alama mbili na Allah tabaraka wa taala. Fimbo ndogo aliyokuwa nayo akiitupa chini na geuka nyoka, na Allah alimwambia ingiza mkono wako ndani ya kwapa. Alikuwa akiutoa, unatoa nuru zaidi ya unaweza ni mwanga wa jua. Kwa hivyo alivyoombwa na Firaun atoe dalili za kuonyesha kweli katumwa na Allah, akadonosha fimbo yake chini, kageuka nyoka, akaingiza mkono kwa pano, ukatoa nuru. Firaun akasema, inaonekana ulivyokimbia kutoka hapa, kumbe ulienda kujifunza uchawi. Allah anatuambiaje katika surati Taha? Taenda tunapasiana, maana aya za Qur'ani zinapeana utamu na uhondo. Wallahi, katika surati Taha Allah tabaraka wa taala anatuambia, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sikiliza vizuri, Firaun anasema, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falanatiyannaka bisihrin mithlih faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawmu zina wa an yuhshara an-nasu duha. Firaun akamwambia Musa, ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, yani unafikiria kwa akili yako hiyo uchawi wako ndio utatuhamisha katika nchi yetu, ndio kimekuleta hicho? Falanatiyannaka bisihrin mithli, basi tutakuletea uchawi mfano wako, tutakuletea uchawi mfano wa huyo au zaidi ya huyo. Faj'al bainana wa bainaka maw'ida. Firaun anazungumza kwa lugha ya kujiamini. Kwa hivyo tujalie, chagua mwenyewe siku, ahadi, tukubane uwanjani, mapambano kati yako wewe na mimi, nikuletee wachawi. Alafu hiyo siku Musa usikwepi, usikimbii. Sio nimeshaitisha watu alafu ukosekane uwanjani, maana ukisikia taarifa utaokopa. Mtume Musa alizaliwa Misri, akalelewa nyumbani kwa Firaun. Kwa hivyo sikukuu zao zote alikuwa anazijua, siku zao za kuwapata watu alikuwa anazijua. Akamwambia, maw'idukum yaumu zina, basi siku ya kukutana iwe ni ile siku ya sherehe, siku ya mapambo, watu wote Misri nzima wanajikusanya, tukutanie uwanjani. Wa anyuhshara nasu duha, na nakuomba Firaun watu wakusanywe wakati wa duha.
kabla ya adhuhuri, watu wameshajaa. Ahadi ikawa imetolewa, ndugu zangu Waislamu. Firaun akawatuma watu sehemu tofauti, kona zote. Subhanallah, walikusanyika wachawi wale wa hatari, ambapo ukiwatafuta labda kwa lugha ya mjini ni wale ambao kwa uchawi nywele kichwani zimeshaondoka, zimebakia ni vipara, meno kinywani ameshaondoka, zimebaki ni mapengo, mikota. Walikusanya 70,000, halafu wakawachuja, wakapatikana ndani yake 70, wakawachuja wakapatikana ndani yake 7,000, wakawachuja mpaka wakapatikana wachawi 7 wale ambao ni 6,600 volt danger, ukimgusa unaungua. Yaani Firauni mwenyewe anatazama, anasema hapa kazi ipo. Hawa ndio mikota wanaotegemewa nchi nzima, na wale wako pembeni wanasema maadama wale wametuwakilisha hatuna uoga. Watu wakakusanywa, ndugu zangu, uwanja ukajaa. Wale wachawi kwa lugha ya kujiamini wakamfuata Firaun, wakamwambia inna lana la ajra in kunna nahnu alghalibin. Mzee, tunataka kuingia uwanjani tukaonyeshe utaalamu. Sasa kabla ya kuingia, unaonaje? Inna lana la ajra, kuna ujira utakaotupa ikiwa sisi ndio tutashinda? Firaun akawatia jazba, akawaambia naam, ujira upo, sio hayo tu, wa innakum lamina almuqarrabin, na sio ujira tu, hamtarudia tena kule kwenu vijijini, mtabaki hapa mnaishi pamoja na mimi. Wakaingia, wanaiona dunia iko mbele yao, uwanja umejaa. Wala ahadun yuayidu Musa wa akhahu Harun. Mtume Musa anaingia uwanjani, uwanja umefurika kama vile uwanja wa mpira, tribune zote zimejaa, watu wamefurika, na wote wanaunga mkono wachawi wa Firaun. Inna bi'izzati Firaun, wanasema hakika sisi tunaapa kwa uwezo wa Firaun tutashinda tu leo, wachawi wetu watashinda. Wanamchukua Musa na ndugu yake Haruna kwamba ni wachawi wengine wawili. Mtume Musa anaingia uwanjani, wanazomelewa. Leo ndio siku yenu, mmejifanya imani, leo mtaaibika. Musa anaingia, la ahadun yuayyida Musa, hakuna ndugu zangu hata mtu mmoja wa kuwaunga mkono, wa kuwasapoti. Musa na Haruna wakaingia. Kila siku waja wa Allah, nahnu la nahtamu bil kam wa innama nahtamu bil kaif. Ndio mnasema nywa Faransa, c'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité. Usitizani wingi wa watu, usitizani wingi wa watu. Kila siku watu wengi wako katika batili, na watu wachache wamesoma imara, na watawatikisa wale watu wengi. Musa na ndugu yake Haruna wanaingia uwanjani, ndugu zangu Waislamu. Wale wachawi wanawatazama hao vijana wawili, wamejiamini nini mpaka waje kupambana? Yaani tuliwaza kwamba asubuhi ikifika watasarenda, watatia mikono juu, waseme bana, kwa hali ambayo tumeiona kwa wale wazee, hakuna mechi leo, tumekubali tumeshindwa. Lakini kuwaona wameingia wazee wanawatazama, ndio wakaanza kuambia qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Musa na ndugu yako naona ndio mmejiamini mwe vijana, sasa mnasemaje? Mtaanza kutupa chini? Maana uchawi uliokuwa unavuma wakati huyo ulikuwa ni kuchukua fimbo au nyoka au fimbo au kamba, unaitupa chini na geuka nyoka. Sasa wachawi wote wamekuja na makamba na mafimbo yamejaa uwanjani. Sasa wanazungumza kwa kibri. Musa wanasemaje? Utaanza kutupa au sisi tuanze? Lugha ya kujiamini. Mtume Musa akasema neno madogo, bal alqu, tupeni nini. Ndugu zangu, hii ni surati Taha. Katika surati Al-Araf aya 116 Allah tabaraka wa taala anatupa sura, falamma alqaw saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin adhim. Allah anatupa sura ya uhakika.
Walivyoingia uwanjani, walivyomwambia Musa aanze, Musa akamwambia tupeni. Walivyotupa zile fimbo zao, walivyotupa zile kamba zao chini, Allah anasema saharu ayuna nas, waliroga macho ya watu. Na hakika ya uchawi hamna ukweli ndani yake. Uchawi sio ukweli, lakini muujiza ndio ukweli. Yani uchawi, walitupa fimbo chini, wakatupa kamba chini, kisha wakaroga macho ya watu. Badala ya kuona kwamba ni kamba au ni fimbo, wakaona kwamba ni nyoka. Wastarhabuhum, Allah anasema wakawatisha. Yani uwanja mzima umejaa majoka ya hatari, kobra, sijui nini, mamba, nyoka zimejaa, zinazunguka uwanja mzima. Wajau bisihrin adhim, Allah anasema hiyo siku walikuja na uchawi wa hali ya juu. Musa kama binadamu anatazama uwanja gesi nyoka zinapita huku na kule. Allah anatuambia hali ilimpitia mtume Musa. Uoga ndugu zangu huko aina mbili. Kuna khaufun tabi'iyun, uoga wa kawaida wa ule wa binadamu. Usijifanye wewe ni shujaa pale pako simba tu inshallah mimi nitapita. Kimbia bana, kimbia. Usijifanye ugararizi, kimbia. Na wewe ugararizi utatoka wapi? So boto simba yuko pale, kila mtu anajoka huko. Sasa sio watu wakimbia kifua kule nje tu. Nasikia hata Sheikh alikimbia, sio wote kama nifanyaje? Hata Sheikh ni binadamu, mtume Musa uwanjani ndugu zangu. Nyoka zinatanda uwanja mzima. Allah anatuambiaje? Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Woga maskini, ule binadamu, khaufun tabi'iyun. Ule uoga wa kawaida, sio uoga wa kiitikadi mpaka unamwasi Allah. Uoga wa kibinadamu ulimwingia mtume Musa. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Allah anasema Musa uoga ukamwingia. Kulna amri, ikatoka juu ya mbingu zote saba inamwelekea mtume Musa. Kulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminik. Allah kumwambia ewe Musa usiogopi. Al-Maula yatakallamu bidhamiri al-azamati wala azamata illa lillah. Kulna, tukasema. Allah anatumia lugha ya kujiamini, lugha ya kujisifu, lugha ya utukufu. Acha uoga Musa, wewe leo utashinda. Hata kama mechi haijaanza utashinda Musa. Wa alqi ma fi yamini. Katika Qur'ani nimechagua aya kima kusudi. Aya zingine tofauti na hii, Allah akamwambia Musa tupa fimbo mkononi mwako. Maana ilikuwa tayari imeshakuwa sio fimbo tena, ni kitu kingine. Ukiwa na Allah maisha yanakwenda kwa hali yoyote. Wa alqi ma fi yamini, tupa choko mkononi mwako. Kwa nini kiko mkononi mwako? Maana Musa anaona ni fimbo, lakini machoni pa Allah tayari imeshakuwa ni nyoka. Tupa, itakufanyia maajabu, itasafisha uwanja mzima. Mtume Musa ndugu zangu kachukua kafimbo kamoja tu, uwanja mzima wa mpira umejaa, kadondosha fimbo chini. Ilitokea nyoka, haijapatikana na haitopatikana. Wafasiri baadhi wanasema ilikuwa ni nyoka inatembea kwa miguu minne, inarusha moto kutoka kinywani, inarusha nyoshi kutoka katika miezi ya pua zake, ilizunguka uwanja. Alkullu sakit, uwanja mzima kimya. Firauni kwenye iko miguu haishiki chini, maana anatazama, anasema hii hali hatujaonaga nyoka mfano wa hii. Ndiyo wallahi, Allah anajitangaza, demonstration de force, anajitangaza yeye ni nani. Baki na Allah, eshi na Allah, hautatetereka ndugu yangu. Nyoka ikaanza kupita, zile nyoka ziko mbele yake, ilimeza moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, mpaka uwanja mzima ukabaki mweupe. Hakuna hata nyoka moja iliyopenyeza kwenda pembeni, zote imemaliza. Halafu nyoka inainua kichwa, inamtazama Firauni kwenye jukwaa, inamtazama Firauni kwenye jukwaa, anageuka na watazama makomando karibu, kama kwamba anawaambia kimoyomoyo, jamani, hapa hali ni nzito, ikibidi kuchomoka eti tutaanza kuandaa njia huko, maana nyoka anamtazama. Sasa kisomo changu sio kisa, kisomo changu kinaanzia hapa sasa. Wale wachawi, mikota, wataalamu walivyoona hicho kitu kisomo kimoja tu, waja wa Allah
walijimuonea Allah kwa macho, wallahi waliuona uwezo wa Allah. Allah anatuambiaje katika surati Shuara aya 46 mpaka 48? Allah anasema faulqiya saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Faulqiya saharatu sajidin, walimwona Allah, uwezo wake waliona kwa macho, wakaporomoka wote chini wakasujudu. Naam, hakuna ujanja la mafaro. Huyu ni Allah, uwezo ambao umetumika kumaliza zinyoka zote hapa uwanjani, sio kiumbe. Huyu ni uwezo wa Muumba. Wakaporomoka wote wakasujudu, wakatangaza shahada mbele ya uwanja, mbele ya Firaun, mbele ya jeshi lake. Amanna birabbil alamin, walijitupa wakasujudu, wakasema tunamwamini Mola wa ulimwengu, Rabbi Musa wa Harun, Mola wa Musa na Harun. Huyo ndiye ambaye tunamkubali mbele ya Firaun. Tunarudi katika surati Taha, usikie maraha. Firaun alivyoona Allah anamwambia Mtume Musa, shika tena fimbo yako. Musa akaishika, ikarudi kuwa ni fimbo. Firaun alivyoona uwanjani kidogo usalama upo, akateremka kwa kibri. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Akawaambia wale wachao kwenye sijida, mmemwamini huyu Musa kabla mimi sijakupeni ruhusa eti kumwamini Allah mpaka yeye atoe ruhusa. Yani binadamu wallahi anarukaga mipaka mpaka anapitiliza. Aje mnawaamini hao vijana wawili, mimi siwatoa ruhusa? Inaonekana huyu ni kiongozi wenu, ni mkubwa wenu, kampeni ni mipango mlipanga ili mje mniangushe hapa. Sasa haunda alikufundizeni uchawi. Firauni akala kiapo, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Sasa cha kufanya hapa, nitakukateni mikono, nitakatakata miguu min khilafin. Nikikata mkono wa kulia naacha wa kusoto, nakata mguu wa kusoto, naacha wa kulia, nakata sikio la kulia, naacha wa kusoto, natoboa dicho la kusoto, naacha. Mtawavuruga kwa hasira. Wala usallibannakum min fi judhu'i nakhl, kisha nitawapigieni misumari, nitawabambeni kwenye vigogo vya tende. Afa akajitangaza, wala taalamunna ayuna ashaddu adhaba wa abqa, kisha mtajua kati ya mimi na huyo Mungu wa Musa nani mkali, mtajua nani mkali. Akateremsha makomando, akaingia uwanjani, wachawi wakapigwa kamba. Hapa ndugu zangu Waislamu, kwenye hali nzito, kisomo kinaendelea sasa. Firauni anawatazama, mnarejea kwangu au mnaendelea na ile imani? Waliinua wote kwa sauti moja, wakamwambia katika suratu Taha, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya inna amanna birabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Wachawi kwa kisomo kimoja tu walimuona Allah, wakamwambia Firauni, lan nu'thiraka, lan atuingie mbali, maana muda uniruhusu. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinati walladhi fatarana, hatuwezi tukatetereka tuache haya ambayo tumeyaona kwa macho, ama tumejionea kwa macho, eti wao tutishe tutingishike. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayin, haya ambayo tumeshayaona hapa ya ubainifu uliokuwa wazi, hayawezi, hatuwezi tukayaacha tutetereke, tuingie na uoga tukufuate wewe. Faqdi ma anta qad,
Hafu anaapa walladhi fatarana, tunaapa kwa yule ambaye ametuumba. Allah, fanya unachokitaka, fanya unachokitaka. Innama taqdi hadhihi alhayata dunya, kwa kuwa chote unachokifanya utaishia hapa hapa duniani. Tukishakufa utatuadhibu tena mzee, utatutupa pembeni. Innama taqdi hadhihi alhayata dunya, neno la maajabu. Wakamtangazia Firaun, inna amanna bi rabbina, sisi tunakutangazia kwamba leo tumemwamini Mola wetu mlezi Allah. Inna amanna bi rabbina, hakika sisi tumemwamini Mola mlezi, liyaghfira lana khatayana, ili atusamehe madhambi tumeyafanya miaka. Tumezamilia katika uchawi, tunatumika na mashaitani, tunawadhulumu watu, tunafanya maasi. Leo tunataka tuupate msamaha. Tumemuona Allah. Kisomo kimoja tu ndugu zangu Waislamu, wama akrahtana alayhi min as-sihr, na wao wanataka kutulazimisha tuendelee katika uchawi. Halafu akamwambia wallahu khairu wa abqa, Allah ndio bora na yeye ndio wa kudumu. Wewe mambo yako yataishia hapa hapa. Firauni kwa hasira ndugu zangu Waislamu akaitisha makomando, wakawachukua wachawi mmoja mmoja, anapitishwa pale mbele, anatobolewa jicho, anakatwa sikio la kulia, anakatwa mdomo wa juu, anaacha wa chini, wanakata mkono wa kulia, wanaacha wa kushoto, wanakata mguu wa kushoto, wanaacha wa kulia. Aliwatobanga mwili, akaivuruga na akawaweka kwenye vigogo vya miti, wakapigiliwa misumari. Wanaona kwa macho, kila mmoja mmoja, nafsi inahama, nafsi inahama, nafsi inahama, mpaka lote walikubali kufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinati, hatuwezi kutetereka haya ambayo tumeona hapa eti turudi nyuma tena, haiwezekani. Walladhi fatarana, tunaapa kwa yule aliyetuumba. Faqdi ma anta qad, fanya utakavyo. Akawaua wote. Aibu kwako ndugu yangu Muislamu, aibu kwako ndugu yangu Muislamu, wallahi aibu kwako ndugu yangu Muislamu. Hao wachawi waliingiaje uwanjani na wakatokaje? Kisomo tunamalizia. Waliingiaje uwanjani na walitokaje? Na wewe uliingiaje Ramadhani na umetokaje? Tunafanya comparison, tunalinganisha hapa. Utaiona aibu, utaona huzuni kwa wengi miongoni mwa Waislamu. Wallahi wachawi mwakamo katika maasi, dakhalu fi maidan wa hum kuffar, waliingia uwanjani waliokuwa ni makafiri, washirikina, warozi, wachawi wa kupitiliza. Lakinnahum kharaju min almaidan wa hum shuhada, lakini saa kutolewa uwanjani walikubali watoke ni maiti, mashahidi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa anta, na wewe ndugu yangu Muislamu, wallah, siku mwezi uliandama, uliingiaje mwezi wa Ramadhani? Si ulimwaga kimada? Si uliachana na usinifu? Uliachana na pombe? Uliachana na maasi? Ukaingia katika mwezi wa baraka, uko safi. Wachawi wanamwambia Firauni sababu wameyafanya hayo, wanataraji kwa Allah, liyaghfira lana khatayana, Allah tusamehe madhambi yetu, Allah tusamehe. Wachawi. Na wewe Muislamu, wallahi ndani ya mwezi wa Ramadhani ulipewa occasion, fursa nyingi za kupata msamaha wa Allah. Mimi nakupa nne tu. Ya kwanza ndugu yangu Waislamu, Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani kwamba hii ni amri ya Allah na kutaraji malipo kwa Allah, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Fursa ya kwanza hiyo umeikosa, hiyo inakuja fursa ya pili. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayesimama visimamo katika mwezi wa Ramadhani akijua kwamba haya ni maamrisho ya Allah na akiwa ni mwenye kutaraji malipo kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Umeikosa hiyo, inakuja fursa ya tatu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayesimama zile siku 10 za mwisho, anatafuta, anahangaika, anatafuta usiku wa Lailatul Qadr kwa iman na malipo, akitaraji malipo kwa Allah, atasamehewa madhambi. Umelikosa hilo. Mtume anasema inna lillahi inda kulli fitrin utaqa,
Allah aliweka occasion exceptionnel waja wa Allah. Aibu, aibu, aibu kwa juu ya nafsi yako, aibu wallahi juu ya nafsi yako. Mtume anasema Allah kila siku katika mwezi wa Ramadhani, ulikuwa ukifikiri wakati wa kufuturu Allah anatoa msamaha. Kuna wale ambao kama wangekufa kabla ya Ramadhani wangekuwa ni watu wa motoni, wameshaorodheshwa ndani ya vitabu vya motoni. Inafika wakati wa kufuturu Allah kama kwamba anamwambia ile malaika, leta hicho kitabu, mtaseme fulani tulikuwa tumemwandika katika orodha ya watu wa motoni, ameswaumu siku ya leo, muondoe katika hiyo orodha. Allah anatoa msamaha waja wa Allah. Mtume akasema neno wadhalika fi kulli lailatin, kisha Allah anafanya hivyo kila siku mwezi mzima wa baraka wa Ramadhani. Siku 30 waja wa Allah, siku 30 waja wa Allah, msamaha wa Allah unatangazwa. Uliingia uko vizuri hivi, umetokaje ndugu yangu Muislamu? Unatokaje wallahi? Ni wangapi wamevuruga swaumu yao ile siku ya Eid? Break ya kwanza black and white kwenye mziki, wengine na pombe. Mimi naishi karibu ya kabari, vijana wa Kiislamu bwana, vijana wa Kiislamu wanasherehekea hapa, wanakunywa na pombe, unashindwa na wachawi wameingia, ni warozi, wanatoka ni Waislamu mashahidi. Unaingia Ramadhani uko msafi, unatoka ni fasik, unatoka mtu muovu, unatoka mtu mwenye kumpiga vita Allah na mtume wake. Aibu ndugu yangu, aibu wallahi, aibu. Tungalike katika siku za mwanzoni, wallahi bado ungali nayo fursa ndugu yangu Muislamu. Jipinde katika kufunga hizo siku za Shawwal, uzitumie kusahihisha yale aliyotupitia katika hii wiki moja. Yalipita mambo mengi yanatia uchungu katika umma, mambo mengi. Mimi nawaza mwenyewe, bali insanu ala nafsihi basira. Wewe mwenyewe unajijua, unajua hii wiki umefanya nini. Ni wangapi ile siku usiku wanaweza kupigana simu na bimada, walirejeana wakarudi kuogelea ndani ya zina, walevi matari kuswala misikiti. Pana kisomo wanachoona na kiita dumu'ul masajid, misikiti na dondoa machozi. Ushaiwahama nyumba ya Allah, ushaikimbia nyumba ya Allah, wallahi hauonekani tena. Na wao ndio walikuwa safa ya mwanzo, unashindwa na wachawi wa Firauni. Wameingia uwanjani ni warozi, wanatoka ni Waislamu mashahidi, alafu wewe unaingia ni msafi katika mwezi wa baraka. Fursa ngapi umezipitia, alafu unatoka unarudi katika uchafu. Unayo fursa ndugu yangu Muislamu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. hatuna budi kusipeleka sala na salam kwa mpenzi wetu mtume wetu Muhammadin, kama alivyosema Allah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لأمر الله وحبا لرسوله. نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.